Nadhani wengi mtakuwa mmeona kwenye magazeti ya jana performance ya benki yetu, na tungependa kufafanua haya. Kabla sijaongelea namba zetu zikoje, labda nianze kuongelea ni nini tumefanya mpaka tunakuwa na mafanikio haya. Mwaka huu umekuwa ni mwaka ambao mzuri kwa benki yetu kwa maana ya utendaji na uzalishaji wa maendeleo na ustawi wa benki yetu. Na tumeona katika vipindi vya mihula mitatu benki yetu ikifanya vizuri, kwa maana muhula wa kwanza, muhula wa pili na muhula wa tatu. Na hii ni kuonyesha kwamba benki iko imara na inaongozwa na wafanyakazi wenye weledi na mshikamano, lakini wenye nia kubwa ya kufanya benki yetu iweze kwenda mbele. Mwaka huu benki yetu imefanya maboresho makubwa, ikiwa ni mojawapo ya kuangalia jinsi ya utendaji wa kazi zetu na biashara zetu zinapokwenda. Kwa hiyo tumejaribu kutafakari na redefine our operating model, kuhakikisha inakuwa ni benki ya Kitanzania inayomfikia kila Mtanzania, lakini inayotoa huduma safi stahiki nchini kote. Benki yetu imetapakaa nchi nzima, lakini bado ina nia ya kuendelea kujikita, pamoja na kwamba tuko nje ya nchi ya Tanzania, lakini nitaanza kuongelea kwa kina sana hapa Tanzania. Katika maboresho ambayo tumeyafanya ni utoaji wa huduma nzuri kwa wateja wetu, kuhakikisha kila mteja wetu anafaidi huduma zetu na anazipata kwa ustahiki. Lakini pili ni kuongeza weledi wa utendaji wa kazi, ambao ni kuhakikisha wafanyakazi wetu wana uelewa wa kutosha wa kuongezea wigo wa uelewa na wanatafakari mahitaji ya mteja bila kutumia mawazo ya jumla, ambao kila mteja anapata huduma zake vizuri sana. Lakini tatu ni kufanya kazi za tija, kwa kuhakikisha kazi zetu tunazozifanya zinaleta faida au zinaleta tija kwa shirika letu, benki yetu ya CRDB, ili wawekezaji kwa maana wanahisa waone umuhimu wa kuwekeza ndani ya CRDB. Tano ni kuhakikisha kwamba tunaangalia sekta zote za msingi, tukienda kwa kasi ya serikali ya awamu ya 5 inayokuelekeza maendeleo ya nchi ili kufikia nchi ya viwanda. Ukiangalia utendaji wa benki yetu kwa muda mrefu, imekuwa ni benki ambayo inahudumia wateja wengi na wakubwa zaidi wakiwa wamechukua sehemu kubwa. Lakini kuanzia mwaka huu tumeongeza kasi sana katika maeneo ya kuangalia ujasiriamali wa kati wa kawaida, ili kuhakikisha kila Mtanzania anapata huduma zetu. Jambo lingine la msingi ambalo tumelifanya kwa biashara ya benki, siku zote tunaangalia balance sheet, angalia amana za wateja na mikopo tunayotoa. Ndio biashara tunayofanya, ni kuhakikisha tunatoa mikopo vizuri na kuisimamia mikopo yetu kwa weledi, ili kuhakikisha mikopo iliyokopeshwa inalipika kwa wakati, lakini tunaongeza wigo wa ukopeshaji. Kitu kingine kubwa ambacho tumekifanya mwaka huu ni kuongeza wigo wa utoaji huduma maeneo mbalimbali nchini kwa kutumia huduma mbadala zenye gharama nafuu, kwa maana ya wakala, CRDB wakala. Tumeongeza sana mwaka huu. Hii yote ni kuhakikisha kwamba wateja wetu hawasafiri mwendo mrefu, hawachukui hela zao kwa mara moja, wanazitunza ndani ya akaunti zao na wanazitumia wanapozitaka. Lakini kitu kingine kubwa ni kuongeza wigo wa kudigitize huduma zetu, kuhakikisha kwamba huduma nyingi zinapatikana kidijitali. Kwanza ni kupunguza gharama kwa mlaji, kwa maana mteja wetu, lakini kuongeza ufanisi wa utendaji wetu na kuongeza ufanisi wa uendeshaji wa benki yetu. Haya ni sehemu ya mambo makubwa ambayo tumeyafanya katika kuhakikisha benki yetu inaendelea kuwa kinara katika utendaji na uzalishaji wa faida kwa mafanikio mapana ya wanahisa.
Jambo lingine la msingi ambalo tumelifanya, ukiangalia kwa karibu benki yetu imezalika sehemu nyingi. Kuna wafanyabiashara wengi ambao wamezoea kupata huduma mbalimbali kwa mazingira magumu. Tumerahisisha utoaji wa huduma zetu kwa kuzifanya ziwe nyepesi, kwa kuondoka kwenye dhana ya kutoa huduma kwa historia na kwenda kutoa huduma kulingana na mahitaji ya mteja. Mfano mzuri ni pale unapokuwa katika miradi mikubwa ya serikali, wale supplier wakubwa au wengi ni Watanzania ambao ni wa kawaida, wanapata miradi kwa maana ya kupata mikataba ya kusupply vitu mbalimbali. Benki yetu imekuja na huduma mbadala, moja ikiwa kwa mfano invoice financing, contract financing, ambazo hazihitaji dhamana, na hii imewasaidia sana wafanyabiashara wengi kupata mikopo ya uendeshaji. Lakini imewasaidia vile vile wafanyabiashara wengi kuendelea kuzungusha fedha zao kwa kuongezewa mtaji na benki ya CRDB. Kwa imani imeongezeka kubwa, na hii imeleta tija kubwa sana. Ukiangalia kwa karibu, benki yetu matawi yake nchini yako 240 nchini nzima. Lakini ukiangalia wakala wa benki, ukisema kuanzia Januari walikuwa ngapi mpaka sasa, tuna mawakala 11,644. Ndani ya miezi 9 tumeweza kuongeza mawakala 7,200, karibu na 50. Hii ina maana gani? Wale wateja ambao walikuwa wanasafiri mwendo mrefu sasa hawana haja ya kusafiri mwendo mrefu. Na ndio maana nasema wateja wengi sasa wanaacha fedha zao ndani ya benki yetu wakiendelea kuzitumia pale wanapozihitaji. Lakini eneo lingine kubwa ambalo tumeelekea mkazo ni kuhakikisha tunafanya ecosystem ambako wateja wetu wakubwa hawana haja tena ya kuja kwenye matawi yetu. Kwa kutumia internet banking zetu, wanafanya miamala yao kwa kulipa aidha masupplier au kulipa contractor au kulipa mshahara popote walipo, hata wanapokuwa wamesafiri nje ya nchi. Hii yote imesaidia kuleta matokeo chanya ambayo tutakayoongelea leo, na nimeona niweze kuyasummarize kidogo, muone ni kiasi gani benki yetu inaendelea kujikita kutoa huduma. Ukiangalia kwa haraka jinsi miamala inavyotekelezwa katika vituo vyetu vya utendaji, kwa maana point of presence, tunaongelea maeneo makuu matatu. Moja ni digital, mbili ni agents banking, tatu ni branches. Nia yetu kubwa kabisa ni kuhakikisha kwamba miamala mingi inafanyika nje ya matawi yetu, ili wafanyakazi wetu waweze kuwa ni washauri na kuweza kuongeza biashara mpya. Kwa haraka ukiangalia, naposema digital maana yake atuonana na mteja, anafanya mwenyewe miamala. Miamala yetu 57% inafanyika ndani ya digital channel, kwa maana sim banking, internet banking na sim account. Kwenye wakala agents banking ina transaction ni 29%. Ndani, kwa maana ya jumla ya transaction zetu zinafanyika kupitia kwa makala. Na kwa branch zetu zinafanya tu miamala 14%. Hii maana yake nini? Tumeongeza weledi. Tumewafanya wafanyakazi wetu wajiongeze katika kuuza. Kwa hiyo mwaka huu umekuwa ni mwaka wa kufanya maboresho zaidi. Lakini kitu kingine ni kuongeza soldiers. Unaposema soldiers ni wale ambao wanakwenda sokoni. Tunasema 70% ya wafanyakazi wetu nataka tuwaone wanakwenda kwa wateja, na 30% basi wabaki wakifanya kazi za ndani za kurekebisha mifumo. Hii imeleta matokeo ambayo tunaona leo, na naweza kusema kwamba ni kutokana na kuwa na wafanyakazi wengi ambao wako dedicated kufanya kazi na committed, na naomba niwapongeze sana wafanyakazi wetu. Sasa kutokana na matokeo haya, nini kimetokea katika utendaji wetu wa kazi? Na ndio matokeo ambayo tutaongelea leo. Nikiongea kwa karibu, nianze tu kwa kuongea kuhusu ile rasilimali. Unaposema rasilimali, unaposema benki kubwa, wanakuongea kirasilimali. Rasilimali zetu zimekuwa kwa 5% mwaka kwa mwaka, na sasa hivi
ni trilioni 6.2. Ndio benki inayoongoza nchini katika eneo. Lakini nimeongea kwa kina kuhusu maeneo ambayo tumeyakuza, ni kutoa fedha kwa wajasiriamali ambako tunahakikisha Watanzania wengi wanaorodheshwa na CRDB. Kitabu chetu cha mikopo ni trilioni 3.2. Kimekuwa kwa kipindi hiki ambacho tunakiongelea kwa 6%. Na kama mnafuatilia kipindi cha nyuma tulikuwa tunaongea, tumekuwa tukiongelea kuongeza mikopo katika private sector. Kwa kipindi hiki kota ya 3 benki imetoa mikopo mingi. Lakini maeneo ambayo tumetoa mikopo kwa wingi zaidi ni eneo la SME na MSE. Na hii ni kutokana na umuhimu wa sekta hii ambayo inaongozwa zaidi na vijana pamoja na kina mama, ambayo inatoa ajira nchini kwa zaidi ya 70%. Tumeongeza wigo mkubwa sana huu. Na kuhakikisha tunakuwa makini kutoa huduma kwa kina mama, tumeweka kitengo mahususi ndani ya benki yetu kinachowahudumia kina mama, ambayo ni Women Access to Finance. Women Access to Finance ambao ni WAFI, kazi kubwa ni kutafakari mawazo ya kina mama, kuangalia mahitaji yao, tukielewa changamoto zinazowapata. Kwa hiyo tumeweza kuongeza wigo. Lakini nigusie umuhimu kabisa kwenye amana za wateja. Amana za wateja zimekuwa kwa 7% na kufikia trilioni 4.8. Katika eneo hili ni benki inayoongoza vile vile katika ukubwa wa amana nchini. Na hii inatupa nafasi ya kufanya vizuri zaidi, lakini inatuongezea chachu ya kufanya vizuri kwa maana wateja wametuamini sana. Sasa kutokana na balance sheet ndio tunatumia kufanya biashara zetu, tunakuja kwenye nini faida yake. Benki yetu imepata faida ya bilioni 92 ndani ya kipindi cha miaka mitatu. Hadi kufikia Septemba mwaka huu tumeweza kurekodi faida baada ya kodi bilioni 92. Hii ni ongezeko la 76%. Na hii ni ukuaji mkubwa sana wa kifaida. Na tutajitahidi kuhakikisha kwamba tunaendelea kufanya vizuri ili wanahisa wavurudike na kufaidi uwekezaji wao ndani ya CRDB. Lakini pato hili limetokana na nini? Pato hili limechangiwa sana kwa asilimia kubwa kwenye pato la benki na maeneo makuu mawili. Moja ni pato linalotokana na mikopo kwa maana ya riba ambayo imekuwa kwa 22%. Lakini kuna pato linalotokana nje ya faida, nje ya riba ambalo linatokana na kutoa huduma za kawaida ambalo limekuwa kwa 13%. Hii ni kutokana na ubunifu ambao tumeufanya kutoka kwenye traditional banking kwenda kwenye segmented customized banking ambayo imeweza kuongeza wigo mpana sana. Kitu kingine ambacho ni kubwa, nimeongea mwanzoni pale kuonyesha kwamba mikopo tumetoa mingi upande wa SME na MSE. Lakini kuna mikopo ambayo tumetoa ya contractual financing ambayo nimeongea, ambayo ni ya muda mfupi kutokana na biashara ambayo unaipata. Ndani ya mwezi mmoja unapata mikopo, unalipa, lakini miezi mitatu unakuwa umerejesha. Na hii ukiangalia matokeo ambayo tunapata yanaleta nini kwa mwekezaji, au ni maeneo yapi ambayo yameweza kuongezeka katika misingi mitatu. Nigusie maeneo machache. Ukiangalia uwiano wa pato letu kwa rasilimali limekuwa na kufikia 2.9%. Lakini kikubwa zaidi ambacho ni kizuri ni uwiano wa pato kwa mtaji wa mwekezaji, return on equity, ambayo imekuwa kutoka 8.9 mpaka kuwa 15.4. Earning per share. Earning per share maana yake ni kwamba ni pato la
Mwanahisa, yani pato ndani ya gawio lake. Ukiangalia hisa yake inakuwa imeongezeka thamani kiasi gani. Imekuwa kutoka shilingi 26 kwenda kwenye shilingi 47.1. Kwa wataalamu wa hesabu wanajua ni asilimia ngapi ya ongezeko la thamani kwa upande wa gawio la Mwanahisa. Lakini kitu kikubwa ambacho nimekisema ni kwenye upande wa mikopo. Ili tuendelee kuwa benki bora, lazima tuendelee kusimamia eneo hilo kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri. Na kama ukiangalia kipindi ambacho tuliripoti namba zetu Juni na March, hii kwota ya Septemba NPL yetu imeshuka na kuwa 7.5 ikitoka 8.9. Naweza kusema tu kwenye mwelekeo mzuri, lakini lazima benki tuendelee kuifanya iwe imara kwa kujihadhari na kuweka kinga ya mikopo inaweza kuwa hatarishi baadaye. Wanasema coverage ratio, yaani unaweka kinga kwamba kitokea tatizo usishtuke kwa maana ya uendeshaji. Tumetenga pato la kutosha ambako imeongezeka kutoka 60% mpaka 75.1. Maana yake mikopo yetu ambayo tunayo tunaweza kuikava kama itokea tatizo. Hatushiriki kushtuka na benki inatakiwa kuendelea kuwa imara. Haya ni maeneo makuu ambayo tumeyafanyia kazi na kuhakikisha kwamba benki yetu inafanya vizuri. Na ukiangalia namba zetu kwa trend ya 3 quarter tumekuwa tukiendelea kufanya vizuri sana. Sasa leo tumefanya mkutano huu kwa maana ya kuomba waandishi habari watusaidie kufikisha salamu za kuwashukuru sana wateja wetu ambao wameendelea kutuamini, wameendelea kuipenda benki yetu, lakini na kuwashukuru sana bodi yetu na wanahisa kwa kuendelea kusimamia benki vizuri. Wito wetu kwa Watanzania ni kwamba benki yetu imejipanga vizuri kuhudumia. CRDB ni benki ambayo ina kila huduma zote. Tunawakaribisha sana wateja wetu.